Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika Abbas Online TV, channel inakupa matamu ya Uislamu tena kwa nidhamu. Kwa leo tutaingia katika jibu kutokana na video moja ama kutokana na clip moja niliona katika mtandao wa kijamii TikTok, ambayo alipost Paul. Ni yule mwanafunzi ama utasema ni yule msomaji wa Ndacha. Paul alipost kwa TikTok kwamba wao wanazikwa kwa sanduku, na akatoa ushahidi ambao ushahidi huo aliutoa katika kitabu cha Mwanzo pale alipo kufa Yusufu. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kujibu hoja hiyo kwamba ukizikwa na sanduku haifai, sio taratibu. Ima taratibu ni kuzikwa katika sanda. Kwa hiyo nitaomba kwamba uangalie clip hapo juu, ili kwamba baada ya kuangalia clip hiyo ndio tupate kufanya uchanganuzi, tupate kufanya uchambuzi wa yale maneno ambayo kwamba amezungumza, kama kweli yafaa kuzikwa kwa sanduku ama la. Kwa hiyo tazama clip hii. Wakristo na wasalimuni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Natumai ya kwamba mahali popote mlipo mnaendelea vizuri, na kwa wale marafiki zetu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni muendelezo katika somo ambazo huwa tuna upload mara kwa mara, na leo ningetaka tuangalie swali ambao daily ama mara nyingi utasikia Waislamu wanauliza, kwa nini Wakristo mnazika watu na sanduku, ama kwa nini mnazika watu kwa sanduku? Kwanza, katika Biblia Waefeso 2 mstari wake wa 20, Biblia inasema mumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo kulingana na Biblia lazima kila kitu tunachokifanya kiwe kimetoka katika manabii na mitume, tukimwangalia Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia swali hii, kwa nini Wakristo tunazika kwa sanduku? Je, kuna nabii aliyezikwa kwa sanduku? Nikiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 50 aya yake ya 26, Biblia inasema Yusufu akafa mwenye umri wa miaka 110, wakampaka dawa, wakamweka katika sanduku huko Misri. Kwa hiyo tunapata mtu wa kwanza ambaye Biblia inasema kuwa alikufa na akazikwa katika sanduku ni Yusuf, ambaye Waislamu wanakubali kuwa ni nabii wa Mungu. Lakini pia na geuza swali upande wa pili, upande wa Waislamu. Je, kwa mujibu ya Qur'ani kuanzia suratul Fatha mpaka suratul Nasi, Qur'ani inasemaje Muislamu anapokufa azikwe kwa kitu gani? Kwa mujibu ya Qur'ani kuanzia suratul Fatha mpaka suratul Nasi, Qur'ani iliyo na sura 114, juzu 30, aya 6236. Je, kunayo aya hata moja inayosema Muislamu akifa azikwe na sanda? Na kama hakuna, kwa nini Waislamu mnang'ang'ana kuzika watu na sanda? Ama nyinyi ni wafuasi wa Biblia kinyumenyume? Maana ni Biblia tu ndio inatoa neno sanda, mtu akifa azikwe nayo, na pia katika Biblia kuna sanduku. Kwa hiyo ni chaguo la mtu, wakimzika na sanda sawa, wakimzika kwa sanduku sawa. Lakini kwa mujibu ya Qur'ani, Waislamu mulitoa wapi fundisho ya kuzika watu na sanda? Je, kuna nabii wenu umoja hata katika Qur'ani aliyekufa akazikwa na sanda? Na kama hayuko, mbona mnang'ang'ana kuuliza swali ya kwamba kwa nini Wakristo wanazika watu kwa sanduku? Nimewapea jibu, tena andiko la Biblia. Sasa nina ngoja upande wenu mje mnipee aya katika Qur'ani inayosema Waislamu zikaneni na sanda. Kama hakuna, nyamanzeni milele. Kama hakuna aya hiyo, nyamanzeni milele, msing'ang'ane kuja kulalamika bila jibu. Maana na wazoea mara nyingi kwa comment mnalalamika, lakini kungoja wa kujibu hoja ndiyo inakuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na wangojeni tena, na wangoja kwa hamu. Kama nyinyi ni vidume kweli mna ilmu,
nitoleeni aya kwa Qur'ani inayosema Waislamu zikeni na sanda. Asanteni. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, ningependa kutangulia kwanza tusome kitabu hicho cha Mwanzo 50:26 tuone namna vile inavyotueleza. Kitabu cha Mwanzo 50:26. Kitabu cha Mwanzo 50:26 inasema, basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Naam. Kitabu cha Mwanzo 50:26 nasema Yusufu akafa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Lakini habari kamili ni nini? Mimi ningependa kuanzia 50:24 ili tupate context. Nikisema context, bimaana kwamba ile fikra ama ile idea ama ile picture kamili ya maandiko hayo ni nini. Kwa hiyo tunasoma kitabu cha Mwanzo 50 kuanzia 24. Nifuatilieni, nisikilizeni kwa makini ili kwamba tupate kilichokuwa kinaendelea. Yusufu akamwambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka. Atawapandisha kutoka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akisema, wana wa Israeli ni wale ndugu zake. Yusufu akawaapisha, bimaana anawaapisha mbele ya Mungu. Kwa hivyo anawaapisha ndugu zake kwa kusema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Kwa ufupi ni message ambayo kwamba Yusufu anawapa wana wa Israeli kwa ujumla kwamba akifa mifupa yake isibaki pale Misri, hiyo mifupa ibebwe na ipelekwe pale ambapo kwamba wana wa Israeli wataenda, ile nchi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahim, amemwahidi Yakobo na wale wengine. Basi nchi hiyo hiyo watakapofika kule waipeleke mifupa yake na pia vile vile waizike kule. Hii ndio ilikuwa kwa maneno yake. Sasa wana wa Israeli walijua kwamba hii sio sehemu yake. Huyu tutakuja kumtoa tumpeleke pale pengine. Kwa hiyo ni nini ambacho wana wa Israeli walifanya? Alipokufa huyu Yusufu, wana wa Israeli walifanya hivi. Inasema basi Yusufu akafa mwenye miaka 110. Alikufa mwenye miaka 110, wakampaka dawa. Kwa hiyo kitu alichofanya kwanza ni kwamba walimpaka dawa. Walimpaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Wakamtia katika sanduku. Nataka mpate point hapa. Alipokufa, Waisraeli walimchukua Yusufu wakampaka dawa. Kwa nini wanapaka dawa? Hii dawa wanapaka ni dawa ambayo zamani wa Misri walikuwa wanapaka wafalme na watu wakubwa wenye cheo ili miili yao isioze haraka. Kwa hivyo kwa Waisraeli wanavyojua kwamba huyu tutampeleka mbali, basi wakampaka dawa ili kwamba mwili wake ukae kwa muda mrefu, ikifika wakati ule waweze kutoka pamoja naye. Kisha wakamtia katika sanduku, sio wakamzika, wakamtia katika sanduku. Nataka walimtia katika sanduku huko Misri. Andiko haikusema kwamba walimzika na sanduku. Andiko linasema walimtia katika sanduku. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba pale walimweka tu kama sehemu ya kufanyaje, ya kuhifadhi. Leo Paulo anakuja kutuambia kwamba wakifa wanazikwa kwa sanduku. Tayari wana contradict scenario mzima. Kwa nini? Kwa sababu Mkristo leo akifa anawekwa katika mochari ndani ya fridge, kisha anazikwa kwa sanduku. Lakini tunaona kwamba Yusufu alikufa akawekwa katika sanduku. Hamna pahali popote inasema kwamba baada ya kumweka katika sanduku walimzika, hamna.
Kwa hiyo nataka tuwe clear, very clear. Hakuna mahali ambapo inasema kwamba walipomweka katika sanduku walimzika. Hapana, pale walimweka tu. Katika kitabu cha Kutoka 13:19 inasema hivi: Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nami, pamoja nanyi. Kwa hiyo Musa tunaona kabla ya kutoka pale Misri, alipokuwa ana exit akienda katika promised land, aliichukua mifupa ya Yusufu. Hapa kuna nukta muhimu. Musa aliichukua mifupa ya Yusufu. Andiko haikusema Musa aliichukua sanduku ya Yusufu. Kwa hiyo lazima tuwe very keen. Ningependa kuuliza watazamaji wanaonifuatilia, je, kwa miaka 40 waliotangatanga wana wa Israeli ndani ya jangwa, kuna andiko lolote linaloonyesha kwamba Waisraeli walilibeba sanduku la Yusufu? Hamna. Musa alikufa katika jangwa na akazikwa. Na alipozikwa hamna ushahidi unaoonyesha kwamba Waisraeli walimzika kwa sanduku. Hamna. Tunaambiwa alikufa akazikwa bondeni, kwisha. Kisha Yoshua akaja akawachukua wana wa Israeli na kuwapeleka katika safari, kuwapeleka katika mji ulioahidiwa. Na walipofika, Yoshua akachukua mifupa ya Yusufu akaizika. Ushahidi uko wapi? Ushahidi uko katika kitabu cha Yoshua 24:32. Inasema hivi, na mifupa hiyo na hiyo mifupa ya Yusufu, hiyo mifupa si hilo sanduku lililombeba Yusufu, ama si hilo sanduku lililobeba mifupa ya Yusufu. Inasemekana, na hiyo mifupa ya Yusufu ambayo wana wa Israeli walikuwa wameileta kutoka Misri, wakaizika huko Shekemu, katika ile sehemu ya nchi Yakobo alinunua kwa wana wa Hamori babaye Shekemu kwa vipande 100 vya fedha, nayo ikawa ni urithi wa wana wa Yusufu. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba hapa wakaizika. Tunaambiwa hiyo mifupa ya Yusufu ambayo wana wa Israeli walikuwa wameleta kutoka Misri, wakaizika. Hamna mahali ambayo tunaambiwa kwamba hiyo mifupa ilichukuliwa ikawekwa katika sanduku ndio ikazikwa. Hakuna mahali inasemekana kwamba sanduku la mifupa ya Yusufu ilizikwa. Hakuna mahali inasemekana kwamba kuna sanduku lingine lilitengezwa ndio Yusufu, ndio ile mifupa ikazikwa. Tunaloambiwa hapa ni kwamba ile mifupa ya Yusufu ilizikwa. Waisraeli waliichukua mifupa ya Yusufu wakaizika. Kwa hiyo hapa tunapata wakaizika. Iliyozikwa ni nini? Mifupa ya Yusufu, hamna sanduku. Pale mwanzo waliitia tu katika sanduku, hamna mahali inasemekana waliizika. Hapa sasa ndo kitendo cha kuzika kinakuja. Sasa yule anayesema kwamba wao wanazika kwa sanduku, anionyeshe kwamba baada ya mifupa ya Yusufu kuchukuliwa ilizikwa kwa sanduku. Narudia tena swali. Anayesema kwamba mifupa ya Yusufu ilizikwa kwa sanduku, anayesema kwamba wanazikwa kwa sanduku kwa kufuatiwa Yusufu alitiwa katika sanduku, anionyeshe ni wapi Yusufu mifupa yake ilizikwa kwa sanduku. Ni wapi mifupa ya Yusufu ilizikwa kwa sanduku? Katika
Safari ya jangwani, sanduku ambalo linajitokeza kila mara ni sanduku la agano la Bwana. Kila mahali linaonekana, na udhibitisho huu unaonekana katika kitabu cha Yoshua 3:3 ambalo linasema hivi kwamba wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani wa Lawi wakililichukua, ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifuata. Kwa hiyo hili ndio sanduku la kipekee la agano la Bwana ambalo linaonekana katika msafara huo. Hamna sanduku la pili linaloonekana. Kwa nini hamna sanduku la pili? Ni kwa sababu haikuwa ama haikuwa katika msafara. Haionekani sanduku la pili kwa sababu sanduku la pili halikuwapo katika msafara. Lililokuwa katika msafara siku yote ni sanduku la agano la Bwana. Hilo sanduku ndio Waisraeli walikuwa wanalibeba, ndio walikuwa wanalifuata, na ndio walikuwa wanalilinda. Tunaporudi nyuma katika historia, tunapata kwamba Wamisri walikuwa na desturi ama mila ya kuzika watu kwa sanduku. Hii ilikuwa ni mila yao, ilikuwa ndio mtindo wao. Na Wamisri wakifanya kitendo hiki na desturi hii ya kuzika watu kwa sanduku ni miaka mingi sana kabla ya kuja Ukristo na kabla ya kuja Uyahudi. Tabia yao walikuwa wanazika wale wakubwa, watu wenye vyeo katika serikali. Kwa sababu Yusufu alikuwa na cheo kikubwa katika serikali ya Farao zama zile. Alipokufa Yusufu, naye vile vile wakamweka katika sanduku. Ilikuwa haina budi kwa sababu alikuwa ni mtu mkubwa. Kwa hiyo Waisraeli walikosa budi, ilibidi kwamba wafuate taratibu ile ile tu ya Wamisri, wampake dawa na kumweka katika sanduku. Lakini baada ya kumweka katika sanduku hawakumzika, walimweka tu pale mpaka alipokuja Musa akaja akachukua mifupa yale, na alipochukua mifupa yale akaenda nayo nchi ambayo kwamba aliahidiwa, na baada ya kufariki akaichukua Yoshua, na Yoshua akaenda akaizika mifupa ya Yusufu sehemu nyingine. Kwa hiyo mifupa ilizikwa bila sanduku. Mazishi ya Uislamu ni mazishi ambayo nyepesi kabisa, na mazishi hiyo inafanyika kwa njia rahisi, nyepesi, bila gharama. Kwa maiti kukafiniwa tu kwa sanda na kuchimba kaburi na kuzikwa. Awe tajiri, awe maskini, awe mfalme, awe mtumwa, awe mkubwa, awe mdogo, mazishi yote gharama inatoshana, gharama inakuwa ni nyepesi. Hii ni kufuatia sunna ama taratibu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama inavyopatikana katika Sunan Abu Daud, hadithi nambari 3878. Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, vaeni nguo nyeupe, fa innaha min ahsani thiyabikum. Nguo nyeupe ndiyo nguo ambazo kwamba ni miongoni mwa nguo bora sana. Wakafinu fiha mautakum, na mzikafini maiti zenu kwa nguo hizo nyeupe. Kwa hiyo hii ni dalili ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametupa. Ndio maana sisi Waislamu, mtu anapokufa tunamkafini kwa sanda. Hii ndiyo taratibu. Tunaporudi katika Biblia tunapata kwamba kuna andiko nyingi ambazo zinaonesha kwamba kuzikwa kwa sanda kulikuwepo. Si kwamba Biblia haijui, sio mgeni na Biblia. Kuna maandiko mengi tu, lakini tutasoma maandiko mengi, tutasoma tu maandiko mawili peke yake.
tunaanzia katika Matendo 5:5. Matendo 5:5 inasema hivi: Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Kwa hiyo tunaona Anania alipokufa, vijana walimchukua wakamweka katika sanda, sio katika sanduku. Wakamweka katika sanda, wakamtoa nje, wakamzika. Baada ya kumtoa kwa kumweka katika sanda, next walimtoa nje. Baada ya nje hawakumweka kwa sanduku, hapana. Baada ya nje wakamzika. Kwa hiyo kitendo cha kutumia sanda kipo tangu zamani katika Biblia. Na vile vile kuna ushahidi wa pili katika Yohana 11:44. Akatoka yule aliyekufa ambaye ni Lazaro. Hii ni habari ya Lazaro. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Yesu akamwambia, mfungueni, mwacheni ende zake. Hata baada ya Yesu kumfufua Lazaro alitoka amefungwa sanda miguuni na mikononi. Ndugu zangu, rafiki zangu na wale ambao kwamba wanafuatilia, kuzika kwa sanda sio kitu geni kwa Biblia. Ni kitu ambacho kimetendeka tangu zamani za kale. Yusufu alipokufa aliwekwa tu katika sanduku, lakini baadaye mifupa yake ilitolewa ikaenda ikazikwa bila sanduku. Tunaona pia vile vile kwamba Anania alipokufa alizikwa kwa kutumia sanda. Tunamwona pia Lazaro alipokuwa amefufuliwa na Yusufu alifufuliwa akiwa yuko na sanda. Kwa hiyo sanda sio kitu ambacho kwamba ni kigeni. Sanda ni kitu ambacho kwamba kiko tangu zamani za kale. Tukirudi nyuma katika sanduku ni mila na desturi ya Wamisri tangu zamani za kale. Sanduku imekuwa ikitumia na Wamisri na wapagani mbalimbali tangu zamani za kale katika mazishi zao. Unaposema kwamba unatumia sanduku sio amri ya Mungu, sio fundisho la nabii wowote. Sanduku ni mila na desturi ama ni tamaduni za Wamisri wa tangu zamani za kale, na kuna ushahidi mbalimbali mpaka ushahidi wa dunia leo wamefanya kuchimba makaburi ya zamani kabisa ambayo kwamba iko sehemu mbalimbali, hasa katika nchi ya Misri yenyewe. Kuna kaburi moja inajulikana kama Giza. Kuna wakati ambapo kwamba imechimbwa na ikapatikana masanduku ambayo wale archaeologists wanasema zina date back to almost 3000 years ago, masanduku. Kwa hiyo taratibu hiyo ilikuwepo hata kabla ya kuja Ukristo duniani wala kuja Uyahudi duniani. Ukisema kwamba wewe unazika kwa kufuata sanduku, basi haufuati agizo la Mungu wala nabii wote, isipokuwa unafuata taratibu na tamaduni ya wale wa Misri wa kipagani wa zamani. Hiyo ndio ukweli wa maneno. Lakini sanda ndio ile ambayo kwamba inatumika tangu zamani kwa Biblia, na vile vile ni suna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa unasema kwamba inafaa kuzika watu kwa sanduku, tuambie, je, kwa hiyo miaka 40 waliokuwa wanatangatanga wana wa Israeli, ni wapi ilionekana sanduku la Yusufu? Na ni wapi inaonyeshwa kwamba mifupa ya Yusufu ilizikwa ndani ya sanduku? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.